lina kichwa kinachosema ombea na kuondoa vita ya kesho ya watoto wako. Ombea na kuondoa vita ya kesho ya watoto wako. Kuomba ni Mungu anakupa kitu ambacho ukutarajia kama ungeomba. Kuna kuomba kwa sababu natakiwa kuomba, lakini kuna kuomba ambako Mungu anakuja kwako kwa sababu ya uhitaji ulionao. Si kila uhitaji unafanana, uhitaji haufanani. Ndio maana ukienda katika kila familia unakuta familia hii kuna kitu wanaomba kwa ajili ya familia yao, na familia hii wanaomba kwa ajili ya familia yao, kwa sababu mahitaji hayafanani. Lakini Mungu ni Mungu ambaye anaishi kwa nyakati. Bwana asifiwe. Ni Mungu ambaye anaishi kwa nyakati, na kwa sababu anaishi kwa nyakati ameweka malengo ndani ya familia. Ameweka malengo ambayo wazazi au familia wanahitaji kusimama nayo, na kwa sababu hiyo Mungu anaachilia watu waombe kutokana na malengo. Bwana Yesu asifiwe. Na hata unaona Mungu ametupa kongamano hili, hajatupa ili mradi kujaza kwenye kalenda kwamba tulifanya. Kuna vitu Mungu amehakikisha vinafanyika ambavyo baada ya kumaliza kongamano hili kila mmoja aseme Mungu amejibu haja ya moyo wangu. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Sasa hata mimi wakati naingia kwenye ibada ghafla nimeona tu Mungu akiniletea baadhi ya vitu, akasema ndo maana nilikwambia, ndo maana nilikwambia. Sasa aliposema ndo maana nilikwambia, nikaelewa kwa nini Mungu anataka vifanyike vitu vyake kama anavyotaka. Ile Zaburi, Mwanzo sura 12 mstari wa 7. Mwanzo 12 mstari wa 7. Mwanzo 12 mstari wa 7. Bwana akamtokea Abraham akasema, uzao wako nitawapa nchi, naye huko akamjengea madhabahu Bwana aliyemtokea. Bwana asifiwe. Ni Mwanzo 12 inazungumza hivyo. Bwana akamtokea Abraham akasema, uzao wako nitawapa nchi, naye huko akamjengea madhabahu Bwana aliyemtokea. Manake ni Mungu alikuwa anaongea na Abraham kwa habari ya uzao wake, lakini si leo. Sema amen. Alikuwa anazungumza na Abraham na uzao wake juu ya kipindi kinachokuja au juu ya muda unaokuja. Ndio maana Biblia inasema Bwana akamtokea Abraham akasema, uzao wako nitawapa, sio leo, nitawapa. Maana alikuwa anazungumza kipindi kinachokuja. Kuna vitu Mungu ambavyo alikuwa anamwambia Abraham atampa kwa habari ya uzao wako, si leo. Ndio maana anasema nitawapa. Ili neno nitawapa, Bwana asifiwe. Anasema nitawapa, si leo, nitawapa. Kwa anaposema nitawapa, maana anazungumza na baba
kwa habari ya watoto wake, kipindi kinachokuja, kipindi kitakachokuja. Kuna kitu ambacho Mungu alikuwa anamwambia Abraham. Sema amen. Na mimi nataka uone, ukisha saa Mungu asemi na wewe leo, anaanza kusema na wewe kwa habari ya kesho. Azungumzi na wewe leo, ni amekupa leo, ni amekupa. Lakini kuna maisha ambayo yanatengenezwa na leo kwa ajili ya kesho. Sema amen. Katika Kristo, sema amen. Sasa kwa mzazi yoyote, ukisha saa, ufikiri tena kwa habari ya leo, uwazi tena kwa habari ya leo. Ghafla ni kama ndani, uwa umesoma au hujasoma, ndani kunaanza kudai vitu fulani kwa ajili ya miaka ijayo, kwa habari ya watoto wako. Na hivyo vitu haviletwi na wewe, vinaletwa na Mungu. Sema amen. Katika Kristo, sema amen. Jambo la kwanza, ondoa vita ya ndani inayofuatilia watoto wako au uzao wako ili wapate kufanikiwa. Ondoa vita ya ndani inayofuatilia watoto wako au uzao wako ili wapate kufanikiwa. Vita ya ndani. Kuna baraka za ndani, lakini kuna vita za ndani pia. Sema amen. Nasema hivi, kuna baraka za ndani. Wanasema hii familia, wao kwao huwa wanabarikiwa, kwao huwa wanafanikiwa. Lakini pia kuna vita ya ndani ambayo inafuatilia uzao au inafuatilia watoto kutoka kizazi hata kizazi, au kutoka baba kwenda watoto wa kiume, au kutoka mama kwenda kwa watoto wa kike. Ni vita inafuatilia. Sasa huwa mara nyingi nasema hii ni vita ya ndani, kwa sababu iko vita ya nje inajitegemea, lakini vita ya ndani ni ile ambayo wewe mwenyewe kama mzazi unasema, mimi sikubaliani na watoto wangu wapite nilipopita mimi. Ndio maana kuna mzazi anasema, watoto wangu madam niko hai hawatapita mimi nilipopita. Maana yake anajua hii ni vita ya ndani. Sema amen. Katika Kristo, sema amen. Au anasema, unamkuta tu kabisa anasema, watoto wangu hawatakuwa warevi. Maana yake ndani anajua iko roho ya urevi. Anasema watoto wangu watasoma. Maana yake ndani kuna vita ya kutokusoma. Sema amen. Anasema watoto wangu hawatakuwa wazinzi. Maana yake kwa jicho la kiroho amechungulia ndani iko zinaa. Haleluya. Katika Kristo, haleluya. Kwa nini? Ameshaona. Sasa kama anajua kabisa baba alizaa pale, hiyo ni vita ya ndani. Ninaeleweka mpaka hapo? Au anajua, yani ni mama anajua mume amepita pale, hiyo ni vita ya ndani. Kwa anajua nisipoomba sahi, hii vita ya ndani itakuja kuvuruga watoto wangu, kesho yao isiwe ya baraka. Kwa sababu kuna roho naiona, kuna roho naitazama, ipo ambayo nahitaji kushughulika nayo ili watoto wangu wawe salama. Nahitaji kushughulika nayo sasa. Anashughulika nayo sasa ili kesho yao isiharibike. Bwana asifiwe. Kwa mfano, ukisoma kile kitabu cha Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 17 mpaka wa 19. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 17 mpaka 19. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 17 mpaka wa 19. Anazungumza, anasema, ikiwa mnamuita baba
yeye ahukumuye kila mtu pasipo upendeleo kwa kadiri ya kazi yake. Enendeni kwa hofu katika wakati wenu wa kukaa hapa kama wageni. Nanyi fahamuni kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwanakondoo asiye na ila, asiye na waa, yani Kristo. Sema amen. Katika Kristo, sema amen. Sasa angalia ili andiko linavyosema, nanyi mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, mpate kutoka. Nanyi fahamuni kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu. Maana anazungumza vitu vya kurithi ambavyo mtu anatembea navyo, si yeye. Sema amen. Ngoja nizungumze kwa lugha nyepesi. Kuna roho unapambana nazo, si wewe. Sema amen. Kuna vita unapambana nazo, si wewe. Kuna mahari zimetoka, ni kama vile zinasema hatumuingii mtu yoyote. Kuna roho zinakusumbua, si wewe. Kuna mahari zimetoka, kwa zinafuatilia maisha yako. Ndio maana anapozungumzia habari ya kukombolewa, anazungumzia kitu ambacho kimekufanya mateka. Sema amen. Au kitu ambacho kimekushikilia lakini unatamani kikuachie. Kimekukamata lakini unatamani hiki si changu. Mimi hapa ninapita, sistahili kupita hapa. Mimi hapa ninapitishwa, sistahili kupitishwa. Ndio maana anasema, nanyi fahamuni kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo. Sema amen. Anazungumza pale fedha, anazungumza dhahabu, lakini anasema mpate kutoka kwa mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu. Sema amen. Ndo akazungumza sasa mstari wa 19. Unakombolewaje sasa? Ni mstari wa 19. Bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, yani Kristo. Sema amen. Sasa angalia, hii ni vita ya ndani. Ni roho za ndani ya familia ambazo zinatoka kizazi kwenda kizazi. Kwa Mungu sasa anataka siondoke. Sasa haziondoki hivi, zinaondoka kwa damu ya Yesu. Sema amen. Katika Kristo. Sema amen. Hebu angalia kabla sijafika mbali. Angalia Mwanzo 12 mstari wa kwanza. Angalia Mwanzo 12 mstari wa kwanza. Mwanzo 12 mstari wa kwanza. Kuna kitu cha ajabu sana kiko hapo. Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha. Kibibilia hapa ni Mungu alikuwa anamkomboa Abraham. Sasa angalia, Abraham anatoka kwenye maeneo makuu mangapi? Matatu. Jambo la kwanza kwenye ukoo, jambo la pili kwa baba na mama aliyemzaa, jambo la tatu kwenye ardhi ya familia. Ndio maana alisema Bwana akamwambia toka wewe. Huyu ni mtoto. Bwana akamwambia toka wewe. Maana yake ni swala la kukombolewa, au ni swala la kuondoka kwenye vita ya ndani. Sema amen. Kwa hiyo kila mtu sasa aliyoko hapa anafahamu vita ya ndani imebeba nini kwa ajili ya watoto wake. Anafahamu vita ya ndani imebeba uharibifu gani juu ya uzao wake. Anafahamu
Kuna watoto ambao sai wanapambana kufanikiwa na wanajiuliza kwa nini hawafanikiwi. Nilikuwa naongea na mtu mmoja ni Ijumaa, anasema unajua mtumishi Yansi, ukiwa ni mtoto unawaza kirahisi sana. Haleluya. Anasema yani mimi nikimaliza form 4 nitagusa pale tafanikiwa. Nikimaliza chuo tagusa pale nafanikiwa. Nikimaliza form 6 yani anasema ni kama kitu rahisi. Maliza form 4 sasa, njoo kwenye maisha, kila unachogusa kinakataa. Haleluya. Hata mimi nilikuwa hivyo. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Na wako wazazi ambao wanaandaa watoto wao hivyo. Kufanikiwa sio rahisi, kufanikiwa ni kupambana. Sema amen. Ukiona wazazi wako wamekwama, hawakupenda kukwama. Kuna vitu vimewakwamisha. Yani ni kama vile ukishaokoka unadhani kila kitu kwa sababu nimeokoka ni rahisi. Unakuja kugundua baadaye kwamba pamoja na kuokoka, kufanikiwa ni gharama kubwa. Mimi wanawaambia watu, tuache tu ile tunazungumza kirahisi. Kaangalie njia ya Yesu kuupata ukombozi, haikuwa njia nyepesi. Kama ilikuwa njia nyepesi, ilitosha tu vile ambavyo ametoka mbinguni ameshuka, ikawa ni ukombozi. Kwa nini alipita kwenye msalaba? Kwa nini aliteswa msalabani? Kama umeokoka, fikiri kwa nini aliteswa msalabani. Wewe tu umeokoka, ukisema vibaya unakasirika, hata faraga uendi, unanuna, hata ukimwona mpendwa mwenzako msalimii. Kusemwa hicho ni kitu kidogo sana. Sema amen. Hata Yesu mwenyewe alisemwa, alipokuwa anaponya watu, walimuita Beelzebuli mkuu wa pepo. Alisemwa Beelzebuli mkuu wa pepo, alisemwa. Sema amen. Lakini alikuwa anawasaidia watu. Katika Kristo sema amen. Katika Kristo sema amen. Kwa nini nakufundisha? Ninataka ujue, kwa sababu wengi tutaenda mbinguni lakini baraka zetu hatutazigusa. Kwa sababu kuna mwingine anajua tu mimi sitaki zinaa, ni sawa kabisa, ni utakatifu. Sitaki kurewa, ni sawa kabisa, ni utakatifu. Mimi ninazungumzia hapa kufanikiwa. Haleluya. Utaua na kufanikiwa vyafaa sana. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Ninaeleweka mpaka hapo? Kwa ninazungumzia sasa kwa nini Mungu amkomboe Abraham kutoka ndani ya familia. Kwa sababu anaposema toka wewe, ni ndani ya familia. Hapa hajaguswa mchawi hapa. Hapa inaguswa familia aliyotoka Abraham. Sema amen. Kwenye Petro hajazungumziwa mchawi. Kwenye Petro inazungumzia vita ya ndani. Aya, angalia kitabu cha Isaya 33. Isaya 33. Isaya 33 mstari wa kwanza mpaka wa 6. Hii mstari ina kitu kikubwa sana hapa. Isaya 33 mstari wa kwanza mpaka wa 6. Inazungumza kitu cha kiroho. Kama una Biblia yako, anasema ole wako uharibuye ila hukuharibiwa. Utaenda hila wala ukutendwa hila. Utakapokwisha kuharibu utaharibiwa wewe, na utakapokwisha kutenda kwa hila, wao watakutenda hila wewe. Mstari unaofuata anasema e Bwana uturehemu. Hiyo ni toba. Sema amen, ambayo tunaianza leo kwa wiki nzima katika jina la Yesu. Sema amen. Anasema e Bwana uturehemu. Tumekungoja wewe, uwe wewe mkono wetu kila asubuhi, na wokovu wetu pia wakati wa taabu. Manaka anazungumzia vita ya ndani hii. Sema amen. Kwa sababu ili Mungu akukomboe, lazima toba itangulie. Kwa nini toba inatangulia? Kutafuta mahusiano kati yako na Mungu.
Kwa sababu huwezi kukomboa yamkini kilitekwa kiharari, kilishikiliwa kiharari. Kwa unapotanguliza toba, maana yake unamwambia Mungu nimekosa. Ndio maana ili upate baraka za ibada, kinachotangulia ungamo la dhambi. Sema amen. Ndio maana ukichelewa kwenye ungamo la dhambi, ibada inakuwa nzito kwako. Kwa nini inakuwa nzito kwako? Ili tumkaribie Mungu. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Nasema hivi, ili umkaribie Mungu lazima upatane naye, na hakuna mahali pa kupatana naye isipokuwa ni kwenye toba. Ndio maana huu mstari unazungumza kwa habari ya Mungu turehemu. Kwa nini unazungumza kwa habari ya Mungu turehemu? Manake kwenye rehema, Bwana uturehemu. Sasa angalia, uturehemu wapi? Mstari wa kwanza ametuonyesha uharibifu. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Mstari wa kwanza unatuonyesha uharibifu. Mstari wa pili sasa anasema Bwana uturehemu. Ule mstari wa tatu anasema ole wako. Ule mstari wa tatu, kabila za watu wamekimbia wakisikia kelele za fujo, mataifa wametawanyika ulipojiinua nafsi yako. Mstari unaofuata anazungumza mstari wa 4 sasa. Ifuatize hii mstari vizuri. Na mateka yako yatakumbwa kama wadudu wakumbavyo, wataruka juu kama arukavyo mzige. Mstari wa 4 anazungumza Bwana ametukuka, maana anakaa juu, amejaza Sayuni hukumu na haki. Mstari wa 6 unazungumza kitu kikubwa sana, nyakati zako. Sema amen. Nyakati zako zitakuwa nyakati za kukaa imara, za wokovu tele, na hekima na maarifa. Kumcha Bwana ni hazina yake ya akiba. Nyakati zako. Kwa nini unaondoa vita juu ya kesho ya watoto wako? Nyakati zao unataka ziwe nyakati za kufanikiwa. Sema amen. Kwa nini uombe toba kwa ajili ya kesho ya watoto wako? Kwa nini ufunge kwa ajili ya kesho ya watoto wako? Unachotafuta hapa, nyakati zao zisiwe nyakati za aibu. Nyakati zao zisiwe nyakati za kutokufanikiwa. Ndio maana unang'ang'ana sahi, unaomba. Mimi ninaamini hakuna mtu ambaye anatamani kuja kuwa na uzao ambao haujafanikiwa. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Kwa nini unasomesha? Kwa sababu unajua kuna siku sitakuwa na nguvu, watoto wangu ndio watakao nibeba. Haleluya. Katika Kristo haleluya. Nasema hivi, kwa nini unang'ang'ana kufunga? Hivi umekuja huku kanisani, hujaja kutembea. Hivi umekuja na sadaka. Unachotafuta ni wale uliowazaa. Sema amen. Siku moja nilikuwa niko Kilimanjaro kwenye semina miaka ya nyuma. Niliwahi kuwauliza wale wazee na wamama. Unaweza kukuta wanakaa kwenye nyumba ambazo wewe mwenyewe unaweza kashangaa, hii ni nyumba na mtu, lakini unakuta ni nyumba za mbao, wanajenga kwa mabanzi mbao kabisa hivi. Nauliza, lakini unakuta mtu ana watoto wako chuo kikuu. Sema amen. Au ana watoto wanasoma tu kwenye shule nzuri, anakwambia mimi nasomesha, najua watoto watakuja kujenga. Haleluya. Kwa nini sasa anasema nyakati zao? Mstari wa 6. Kwa nini anazungumza kwa habari ya nyakati? Nyakati zako zitakuwa nyakati za kukaa imara. Lini? Saa ukiondoa vita ya ndani. Sema amen. Anasema hivi,
za wokovu tele na hekima na maarifa. Kumcha Bwana ni hazina yake ya akiba. Kwa nini ung'ang'ane sasa? Wanangu amkuseti. Kwa nini ung'ang'ane sasa kwa ajili ya watoto wako? Kwa sababu hakuna mzazi ambaye hana mzigo juu ya watoto wake. Hakuna. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Yani tutacheza, tutaongea, lakini inapofika swala la watoto ni habari nyingine. Yani inapofika saa ya uzao ni habari nyingine ambayo kila aliyezaa ana maumivu yake. Sema amen. Kwa nini ana maumivu yake? Hakuna ambaye anatamani awe na uzao usioeleweka. Hakuna. Yani tuko huku ibadani, ningemuinua kila mzazi anawaza juu ya watoto wake watakavyokuwa. Sai tunaweza tukatiana moyo, lakini kuna mahali tunaweza tukaanza kuchekana, kwa sababu wenzako wamemaliza chuo kikuu, wenzako wa kwako wamezalia nyumbani. Hapa lazima tunachekana na tutasema. Yani tunashangaa, Mama Joni watoto wake wote hakuna aliyesoma, watoto wake wote hakuna aliyefanikiwa. Lakini sai tukikaa ibadani tunaweza tukatiana moyo hata kwa mambo yasiyofaa, lakini kwenye uzao patafika mahali tutasemana, tutachekana, tutadharauliana. Sema ameni. Katika Kristo sema ameni. Kwa nini? Tengeneza nyakati za watoto wako. Shughulika na nyakati za watoto wako. Shughulika nazo. Tulikuwa tunaongea siku moja, tulikuwa kwenye gari, tuko watatu. Nikasema hivi, yani kuna saa hata kama ungekuwa ni mcha Mungu kiasi gani, sema amen, lakini uzao wako inapofika saa ya kuoa na kuolewa, uzao wako hauwezi kwenda kuoa nyumba fulani. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Nisikilize. Sai una watoto wako na mimi na watoto wangu, lakini patafika mahali, niliwaambia tu wenzangu tukiwa kwenye gari, uwezi kugusa familia fulani. Kwa nini uwezi kuigusa? Imefanikiwa. Sema amen. Lakini na waliofanikiwa pia hawagusi familia za wasiofanikiwa, kwa sababu wanauliza unaenda kutafuta nini? Haleluya. Ninaeleweka mpaka hapo, si ndio? Unajua, tengeneza nyakati za uzao wako ambazo watoto wako asitawapa ukuta. Haleluya. Ndio utaomba. Kuna mahali unaomba kabisa ufunuo wako hautapokelewa kirahisi. Kuna mahali umeokoka, ufunuo wako hautapokelewa kirahisi. Ile ya kusema nimefunuliwa hautapokelewa kirahisi. Sema ameni. Kwa sababu tayari ni familia ambazo zina madaraja. Sema amen. Nisikilize, nasema ni familia ambazo zina madaraja. Itengeneze familia yako kuwa ni daraja linalosomeka, kuwa ni daraja la heshima. Haleluya. Katika Kristo, haleluya. Kwa nini nakufundisha? Hebu soma na mimi. Kwa nini Mungu alimwambia Yeremia, kabla hujaumbwa nalikujua, na kabla hujazaliwa nalikutakasa? Unajua alimwambia kitu gani? Angalia, nimekuweka juu ya mataifa. Lakini anamwambia kabla hujaumbwa nalikujua, kabla hujazaliwa nalikutakasa. Alikuwa anashughulika na vita ya ndani, kwa sababu ndani ya hii familia kuna roho ambazo zilikuwa ziko vizuri. Ndio maana anasema kabla hujazaliwa nalikutakasa. Kwani hujawahi kusoma
lile andiko linalosema walijifunza uongo tangu tumboni mwa mama zao. Ni vita ya ndani. Sema amen. Ndugu zangu, nasema amen. Nasema Biblia nasema walijifunza uongo toka tumboni mwa mama zao. Sijui ni Zaburi ya ngapi ile. Ni Zaburi ya ngapi? Nitafutie mwanangu. Lakini anazungumza walijifunza uongo tangu tumboni. Tangu tumboni. Sema tangu tumboni. Rudia tena. Rudia tena. Rudia tena. Rudia tena. Bwana asifiwe. Sasa kama walijifunza, ngoja nitafutie mwanangu hapa andiko tuliweke. Kama walijifunza uongo tangu tumboni, manake ni vita ya ndani. Sema haleluya. Katika Kristo nasema haleluya. Nasema ni vita ya ndani. Sema vita ya ndani. Sema tena vita ya ndani. Ngoja tutafutie hili andiko tuliweke hapa. Mzigo mimi sijajua, lakini wiki kuna kitu kigumu sana tutasukuma kwa ajili ya uzao wetu. Labda wewe uamue kulala nyumbani, lakini kama hutaamua kulala nyumbani, kuna mzigo mkubwa ambao Mungu ameuachilia ndani ya mji huu kwa ajili ya uzao. Sema amen. Bado aya, leta hapo. Ngoja tupe hilo andiko ili tuende sawa sawa. Kuna maandiko machache na sijajua kwa nini Mungu ananibana hapo. Zaburi ya ngapi? Zaburi ya 58. Okay. Safi. Mstari wa 3. Wasio haki wamejitenga tangu kuzaliwa kwao. Tangu tumboni wamepotea wakisema uongo. Sema amen. Manaka anazungumza tumbo. Wasio haki wamejitenga tangu kuzaliwa kwao. Tangu tumboni wamepotea wakisema uongo. Aya, rudisha Yeremia sasa. Rudisha Yeremia sura ya 1 mstari wa 4. Yeremia sura ya 1 mstari wa 4. Nataka tumalizane hapa kwenye vita ya ndani, ili nikianza kuupanda huo mlima ni upande vizuri. Yeremia sura ya 4 sasa. Yeremia mstari wa 4. Anasema neno la Bwana likanijia tena kusema. Unaona? Angalia, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Angalia mstari, aya tuishi hapo tu. Nimekuweka. Aya mstari unaofuata, ndipo niliposema Bwana Mungu, tazama siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Uovu ulikuwa unamzuia kutoka kwenye lile tumbo. Lakini Bwana kaniambia usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila nitakaye kutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalo kuamuru. Sema haleluya. Katika Kristo sema amen. Nilikuwa naombea watoto. Wakati naombea watoto niliona kitu cha ajabu sana. Nakumbuka ilikuwa ni usiku naombea watoto. Mungu alinisemesha kitu cha ajabu sana. Akasema vita ya ndani. Akasema unajua Mungu akikupa kitu cha kwenda kufundisha na wewe si unakifanyia kazi. Akasema vita kubwa tulio nayo kipindi kinachokuja ni watoto wetu kutokuongoza, ni watoto wetu kutamiliki. Sema amen. Kwa sababu kila anayesomesha mtoto anataka kuajiriwa. Hakuna anayesomesha mtoto aje kuajiri. Sema amen. Maana yake kama atakuja kuajiri, ndani yake kuna upako wa kumiliki na kutawala. Kama atakuja kuongoza, ndani yake kuna upako wa kutawala. Kwa nini?
usitegemee. Kwa nini watu wengi tunasumbuka sana na watoto wetu sahihi? Kwa sababu watoto wetu wengi tulio nao anataka afanyiwe kila kitu. Unaweza kukuta hata mzima unaongea na kijana ambaye anataka kufanyiwa kila kitu. Hapana. Lazima uandae watoto ambao watafanya, alafu watoto wa wengine waige kutoka kwao. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Kuna saa, hata juzi nilikuwa naongea na mwanangu huyu wa kamera, nilishangaa sana. Anasema nilipofika pale kanisani nikawaambia waweke taa fulani. Hiyo ni akili ambayo ameshaandaliwa kufanyiwa. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Yeye alihitaji tu kuniambia, nimeona changamoto fulani, lakini taa mahali fulani tutahitaji kununua. Sio nimewaambia. Ukishaona unasema nimewaambia, hujaandaliwa kutawala, umeandaliwa kutawaliwa. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Mtaki kuitikia, nasema sema amen. Ukishaona kila kitu nataka ufanyiwe, umeandaliwa kutawaliwa. Kwa sababu anayetawaliwa hataki kujipambania, anataka wengine wapambane. Usikubali kwa watoto wako katika jina la Yesu. Katika Kristo sema amen. Mimi nakataa kwa jina la Yesu, uzao wangu usitawaliwe, uzao wangu ukatawale. Kwa sababu Biblia inasema enendeni mkatawale samaki na ndege wa angani, samaki wa baharini. Maana yake Yesu au Mungu alikuwa anamwandaa Abraham kwenda kutawala. Unaposema nifanyie kitu fulani, umeandaliwa kutawaliwa. Haleluya. Katika Kristo, haleluya. Hata kitabu cha Ufunuo kinazungumza kwa habari Yesu alipotununua, akatufanya kuwa makuhani, akatufanya kuwa wafalme. Anasema nao wanamiliki juu ya nchi. Sema amen. Ndio maana ili mwanao atawale, ombea akili zake ziwe za kutawala. Haleluya. Nasema haleluya. Sasa vita ya ndani ndio inayozuia asije kuwa mtawala, aje kuwa mtawaliwa. Sema amen. Niendelee kidogo, si ndio? Sasa ukisoma Zaburi ya 112 mstari wa kwanza na kuendelea. Zaburi 112 mstari wa kwanza na kuendelea. Sasa wakati Mungu ananiambia omba wakatawale, omba wakaongoze, hayakuwa maombi mepesi. Unaombea watoto mpaka unaona nguvu unaishiwa. Unaombea watoto unaona kabisa, yani uko ndani unatamani kulia. Sema amen. Kwa sababu unataka uzao wako usiwe mkia, unataka uzao wako ukawe kichwa. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Zaburi anasema, Zaburi 112, sijui kama umeupata. Mimi nashughulika na vita ya ndani hapa. Anasema haleluya, heri mtu yule amchaye Bwana, apendezwaye sana na maagizo yake. Mstari unaofuata, wazao wake watakuwa hodari duniani, kizazi cha wenye adili kitabarikiwa. Mstari wa 3 anasema nyumbani mwake mna utajiri na mali, na haki yake yakaa milele. Sema amen. Sasa anasema wazao wake watakuwa hodari. Kwa nini Biblia inasema wazao wake watakuwa hodari? Maana yake andaa kizazi ambacho hakitatawaliwa. Andaa kizazi ambacho kinaenda kutawala. Andaa kizazi ambacho kinaenda kujitegemea. Usiandae kizazi ambacho kitategemea. Sema ameni. Kuna mtu haelewi hapa? Sema ameni.
Anasema wazao wake. Rudisha hiyo mistari. Kuna mtu hajasoma bado. Kuna mtu hajasoma. Rudisha. Anasema wazao wake watakuwa, haleluya, heri mtu yule amchaye Bwana, apendezwaye sana na maagizo yake. Manake kwenye maagizo ni Mungu anakuelekeza ni nini cha kuomba. Kwenye maagizo ni kipi cha kushughulikia. Kwenye maagizo ni kipi cha kupambana nacho. Sema amen. Ndipo anasema wazao wake. Sema wazao wangu. Sema tena wazao wangu. Anasema watakuwa hodari duniani. Manake uzao wako hautakaa nao nyumbani, utaenda kushindana. Sema amen. Utaenda kupambana na watu wa kabila zingine. Kwa sababu si wote ni Wanyamwanga, si wote ni Wanyia, si wote ni Wandari, si wote ni Wafipa, si wote ni Wanyakyusa. Sema amen. Wanaenda kwenye interview, watapambana na Wachaga, watapambana na Wahaya, watapambana na Wabena, watapambana na Wahehe. Sema amen. Ndio maana nasema wazao wako, wazao wake watakuwa hodari duniani. Kizazi cha wenye adili kitabarikiwa. Sasa anaposema kitakuwa hodari, manake kilichoandaliwa kupambana. Sema amen. Sema amen. Haleluya. Katika Kristo, haleluya. Ndio maana kwa sababu sasa ni vita ya ndani. Sema vita ya ndani. Angalia Zaburi ya 33 na kuwekea tu msingi hapo. Zaburi ya 33 mstari wa 10 na wa 11. Zaburi ya 33 mstari wa 10 na wa 11 inazungumza, Bwana uyabatilisha mashauri ya mataifa, uyatangua makusudi ya watu. Mstari unaofuata wa 11 ni mstari wa ajabu sana. Anasema shauri la Bwana lasimama milele, makusudi ya moyo wake vizazi na vizazi. Makusudi ya moyo wake. Sema amen. Kwa nini Mungu anakuruhusu sasa uondoe vita ya ndani? Anachotafuta ni kusudi lake lisimame. Sema amen. Kwa nini atakuamuru ondoa rana? Makusudi yake yasimame. Kwa nini atakuwa anakuambia ondoa silaha? Ni vita ya ndani, makusudi yake yasimame. Atakuwa anakuambia ondoa madhabahu za ukoo, makusudi yake yasimame. Kwa toba yako, kazi yake ni kubatilisha yasiyofaa, ni kusimamisha yanayofaa. Sema amen. Yako yanayofaa. Kwa anapozungumzia sasa, andika hiyo Zaburi, rudia tena tusome hiyo Zaburi. Anaposema manake hili vita. Sema amen. Hautafanikiwa kirahisi. Mwambie uliyekaa naye, hutafanikiwa kirahisi. Mwambie tena. Mwambie tena. Mwambie tena. Haleluya. Uko hamna kamsierereko. Nisikilize. Nasema hivi, nisikilize. Kama ulikuja kutembea ibada leo, nisikilize. Wenye akili wanatengeneza wenye akili. Sema amen. Maskini wanatengeneza maskini. Wajinga wanatengeneza wajinga. Sema amen. Tulio ndani ya Kristo lazima tutengeneze wenye akili katika damu ya Yesu. Katika Kristo Yesu. Sema amen. Hebu rudia huu mstari, rudia. Bwana uyatangua mashauri ya mataifa, uyatangua makusudi ya watu. Ndio maana alafu anasema shauri la Bwana. Mstari wa ajabu sana. Shauri la Bwana lasimama milele, makusudi ya moyo wake
vizazi na vizazi. Sema amen. Kwa kumbe Mungu kuna kitu amepanga juu ya uzao wako. Kipo. Acha wakucheke, tafuta kusudi la Bwana katika jina la Yesu. Acha wakusomee, tafuta kusudi la Bwana katika damu ya Yesu. Acha sahi wasikuone unaeleweka, ukaeleweke kwa watoto wako katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sema haleluya, haleluya. Sema ameni. Kusudi la Bwana lipo. Nasema kusudi la Bwana lipo. Na kwa sababu lipo, hariji, lazima ulitafute. Haritokei, ni lazima upambane kulitafuta. Sema ameni, sema ameni, sema ameni. Nasema lazima upambane. Wewe, zile enzi za kuja kanisani kushangaa watu wakiomba zilishapita. Ninaeleweka mpaka hapa? Kwa sababu sahi hatuombi kwa ajili ya mtu. Ninaomba kwa ajili yangu. Ninaomba kwa ajili ya watoto wangu. Sema ameni. Kwa sababu kuna mahali nataka wafike. Kuna kitu nakiona mbele yao. Mimi kuna kitu ninaona kwa ajili ya watoto wangu. Ndicho kinachonifanya niombe. Sema ameni, sema ameni. Ninaeleweka mpaka hapo? Ndio maana wale wanaona vitu kwa ajili ya watoto wao wana akili kuliko unavyofikiri. Kwa nini nakwambia hivyo? Lazima akili zako zifanye kazi. Warumi sura ya 14 mstari wa 4 na 5. Zaburi ya 14 mstari wa 4 na 5. Mstari wa 4 na 5. Kama njaa imeuma, wewe ninyoshe mkono, niambie tu mtumishi, imetosha, njaa inauma. Sema haleluya. Katika Kristo, haleluya. Warumi sura ya 14. Warumi sura ya 14 ule mstari wa 4 na 5. Warumi sura ya 14 mstari wa 4 na 5. Kama umepata sema haleluya. Kama hujapata sema bado. Anasema hivi, angalia, wewe unani unayemhukumu mtumishi wa mwingine kwa bwana wake mwenyewe? Yeye usimama au anguka, naam atasimamishwa, kwa kuwa Bwana aweza kuwasimamisha. Angalia mstari wa 5. Mtu mmoja afanya tofauti kati ya siku na siku, mwingine aona siku zote kuwa sawa sawa. Kila mtu na athibitike katika akili zake mwenyewe. Sasa angalia, asiyejua kuitengeneza kesho ya uzao wake anaona siku zote kuwa sawa. Sema ameni. Ogopa sana kuwa na mtu ambaye ajui kutofautisha miaka, ajui kutofautisha siku, ajui kutofautisha nyakati. Sijui kama naeleweka. Sio mimi, Biblia imesema, si ndio? Anasema mwingine anaona siku zote kuwa sawa. Maana yake hana mipango huyu, hana mikakati huyu. Kwa nini? Yeye akiamka asubuhi anaona ni kama jana asubuhi. Mwangalie jirani yako, hata sura yake inajua tu. Sema amen, sema amen, sema amen. Watoto wa Yesu sema ameni. Anasema lakini kuna mwingine anatofautisha kati ya siku na siku. Watu wenye malengo hawa, watu wenye akili hawa. Sasa angalia, Biblia haisemi kila mtu athibitike kwenye wokovu wake. Biblia inasema na athibitike kwenye akili zake. Kwa kumbe unaweza ukawa umeokoka hauna akili. Unaweza ukawa ni mtumishi hauna. Sema ameni. Kwani Biblia inasemaje? Yesu akawafunulia akili zao.
alikuwa azungumzi Yesu na wapagani, alikuwa anazungumza na watenda kazi wake ambaye walikuwa wanatoa pepo. Sema amen. Kuna vitu alikuwa anazungumza hawaelewi. Wanafunzi wake hawa hawaelewi. Akina Petro hawa hawaelewi. Akina Yohana hawa hawaelewi. Ni kitu gani alifanya? Kwenye ile Luka 24:45 akawafunulia akili zao. Alichokuwa anatafuta wajue kutofautisha kati ya siku na siku, kati ya miaka na miaka. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Sasa angalia, akili zikisha anza kutofautisha kati ya siku na siku, kati ya miaka na miaka, ndio ile mtu sasa anasema mimi sikusoma, wanangu watasoma. Haleluya. Nasema haleluya. Mimi sikununua gari, wanangu watanunua. Akili zimezibuka, akili zimeanza kufanya kazi. Nasema ameni. Mimi sikujenga nyumba nzuri, anasema watoto watajenga nyumba nzuri. Akili zimeanza kufanya kazi. Na kuombea kwa Yesu, akili zako zianze kufanya kazi sahihi. Sema ameni. Mimi sikufanya biashara, wanangu watafanya biashara. Akili zimeanza kufanya kazi. Zamani asana ukiolewa ni kumfurahisha mume wako, kutotoa watoto. Saizi baba anatoka na mama anatoka, akili zinafanya kazi. Haleluya. Nimeeleweka mpaka hapo? Sasa ni mpaka vita ya ndani iondoke. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Jamani, kwani Biblia inasemaje? Yeremia 29:11 inasemaje? Nakaribia kumaliza, ukanywe chai. Yeremia 29:11 unasemaje? Yeremia 29:11. Yeremia anasema hivi, maana nayajua mawazo ninaowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapa ninyi. Kuwapa sio leo, tukiyatafuta ndo atatupa lini kesho. Kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Mstari unaofuata unasemaje sasa? Wa 12 ni mstari wa ajabu sana. Nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Mstari unaofuata unasemaje? Wa 13 ni mstari wa ajabu sana. Nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Mimi siwezi kukulazimisha kuomba, ila nakushauri kuomba. Sema amen. Kwa sababu wewe ukisema fulani, mimi nakumbuka kuna rafiki yangu mmoja ni mtumishi mkubwa sana. Wakati natumika nao, unakuta tumeenda Ileje kipindi kile cha mwezi wa 6, baridi kali. Naambia amkeni kuomba, wananipiga chenga. Nilikuwa nawafuata kitandani, amka. Wanaenda kuomba. Sai wananishukuru. Wanasema tulikuwa tunaona unatutesa. Ngoja nikwambie, cha Mungu akiletu na maneno ya mdomoni, cha Mungu kinatafutwa. Sema ameni. Hata Yesu aliwatuma, enendeni katika kijiji fulani, mtamkuta punda amefungwa. Ilikuwa ni kumtafuta. Sema ameni. Wewe huwezi ukafuta vitu vya ulimwengu wa roho eti kwa maneno ya mdomoni. Vitu vya ulimwengu wa roho vinakuja kwa mapambano. Ndio maana Biblia inasema hatimaye mzidi kuwa hodari. Ni mpambano wa kiroho huo. Sema amen. Kwa nini unataka kuruta baraka zako? Ndio maana nasema mawazo yapo, lakini lazima unitafute. Anasema mtaniita nami nitawaitikia. Mtanitafuta, anasema nanyi mtaniona. Sema amen. Shughulika na vita ya ndani. Kuna baraka zako zinakuja 2025 katika jina la Yesu. Kwanza hatujachelewa. Leo ndo tarehe 1 mwezi wa 6.
Lazima tutoboe tu katika jina la Yesu. Lazima tutoboe. Sasa tunatoboaje? Lazima sasa tuanze kumuuliza Yesu, uso wako uko wapi? Ulisema ukiniita nitakuitikia. Ulisema ukinitafuta nitaonekana kwako. Unamwambia nionekanie kwenye uzao wangu. Nionekanie kwenye uzao wangu. Nionekanie kwenye elimu ya wanangu. Nionekanie kwenye uchumi, ili watoto wangu wafike mahali ambapo Mungu amekusudia. Sema ameni. Katika Kristo sema ameni. Kwani hujawahi kusoma Zaburi ya 89 mstari wa 20? Hujawahi kusoma Zaburi ya 89 mstari wa 20? Zaburi ya 89 mstari wa 20. Kuna mtu anashangaa, hii ni ibada ni nini? Hii ni ibada. Hii ni ibada. Kuna mtu anaona tu kichwa kimechachawa. Leo mimi Mungu aliniambia marizana nao kwenye ibada. Wakiondoka kwenda nyumbani akili zimekaa sawa. Sema ameni. Zaburi ya 89. Nitaenda mistari 7. Mwanangu, nahisi kama nimeanza kuchoka, sauti niongeze kidogo. Zaburi ya 89 mstari wa 20 mpaka 27. Soma na wewe. Unajua kuna wakati Mungu anaongea kwenye Biblia unaona kama tu ni maandiko. Kuna kitu Mungu alikuwa anatazama. Kuna saa Mungu anaondoa uzezeta. Kuna saa Mungu anaondoa ujinga. Sema ameni. Moyo wako na uwe na maarifa ya kiroho katika jina la Yesu. Haleluya. Kwenye vikoba unaenda na daftari. Kanisani unakuja hata hauna Biblia, hauna hata mahali pa kuandika. Hii Jumapili ya mwisho na wasamehe Jumapili. Jumapili ijayo nakagua kila mtu daftari kwa wapi. Anasema hivi, angalia. Anasema hivi, na kwenye Biblia yake ameandika hivyo, nimemuona. Manake Mungu alipita kwa Daudi. Anasema nimemuona. Sema ameni. Katika Kristo sema ameni. Ndio maana lazima umwambie Mungu, nione nilipo. Anasema nimemuona Daudi mtumishi wangu, nimempaka mafuta yangu matakatifu. Angalia sasa, hayo mafuta kazi yake ni ipi? Ambaye mkono wangu utakuwa thabiti kwake na mkono wangu utamtia nguvu. Mstari unaofuata anasema adui hatamuonea wala mwana wa uovu hatamtesa. Mstari unaofuata ni wa ajabu kuliko. Anasema bali nitawaponda watesi mbele yake, nitawapiga wanaomchukia. Mstari unaofuata, uaminifu wangu na fadhili zangu atakuwa nazo, na kwa jina langu pembe yake itatukuka. Mstari unaofuata ni wa ajabu, nitaweka mkono wake juu ya bahari na mkono wake wa kuume juu ya mito. Mstari unaofuata unazungumza kitu cha kiroho cha mchapu mwanangu. Yeye ataniita wewe baba yangu, Mungu wangu na mwamba wa wokovu wangu. Mstari unaofuata anasema nami nitamjalia kuwa mzaliwa wangu wa kwanza kuwa juu sana kuliko wafalme wa dunia. Twende. Anaanza kuzungumza baadaye, hata milele nitamwekea fadhili zangu na agano langu litafanyika amini kwake. Wazao wake, haleluya, wazao wake nitawadumisha milele, na kiti chake cha enzi kama siku za mbingu. Umewahi kufikiri Mungu anakupa sahi watoto si wako, ni wake, ila amekupa umwandalie. Sema amen. Sahi Mungu amekupa mtengeneze watoto wasomi. Sahi Mungu amekupa mtengeneze watoto wanaojielewa. We usimtengeneze Mungu watoto wanaoenda kuzini. Usimtengeneze Mungu watoto wanaoenda kulewa. Mtengeneze Mungu watoto wanaoenda kufunga biashara China, wanaenda kuchukua mizigo Zambia, wanaenda Nairobi kufunga mzigo. Anasema na wazao wake
Sasa angalia, Mungu anashughulika na Daudi ni kwa ajili ya uzao wake. Kuna mtu hajui, saa hii wachawi wangekuwa wamekumaliza, lakini Mungu analinda wewe kwa ajili ya uzao wako, kwa sababu ana kazi nao. Sema ameni. Katika Kristo sema ameni. Ndio maana saa hii wewe unaishi kwa neema. Umelala na kuamka ni kwa neema. Anachotafuta Mungu ni uzao wako. Hebu piga hesabu. Mungu anang'ang'ana na Daudi, anawaponda watesi wake. Wanaomchukia anawaangusha, wanaomchukia anashughulika nao. Alafu anasema na agano langu na Daudi litafanyika imara. Anaposema litafanyika imara, anakuja moja kwa moja anasema wazao wake nitawadumisha. Kwa unaona, ni Mungu anapigana vita kwa ajili ya Daudi, kwa sababu ndani ya Daudi alijua kuona kesho ya Mungu kwa habari ya uzao wake. Wewe ishi kwa adabu katika jina la Yesu. Nasema ishi kwa adabu katika damu ya Yesu. Aliyebeba cha thamani ana nidhamu kwenye kuishi. Sema amen. Wenye hera hawatumii vibaya hera, kwa sababu wanajua aibu ya kupotea hera mkononi. Ila maskini ndo leo akizipata unamuuliza kesho, ile 100,000 iko wapi? Nilienda Tunduma nikanunua gauni, nikarakiti moto, nikanywa Pepsi, imeisha. Lakini wenye hera 100,000 ipotei ovyo mkononi mwake, kwa sababu anajua 100,000 ina uwezo wa kuleta 20,000. 100,000 ina uwezo wa kuleta 10,000. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Ndivyo ilivyo. Mungu kuna wazazi ameweka kitu kikubwa ndani yao, kwa sababu anajua Mungu baada ya miaka 20 kuna kiongozi nitampata kwa mama huyu. Anajua kuna meneja wa benki nitampata kwa mama huyu. Anajua kuna daktari nitampata kwa mama huyu. Anajua kuna mhasibu nitampata kwa mama huyu. Sema ameni, sema ameni. Anajua, nasema Mungu anajua. Nasema hivi, anajua ndani ya baba huyu nitampata mwalimu wa sekondari. Ndani ya baba huyu nitampata mwalimu wa shule ya msingi. Ndani ya mama huyu nitampata mwalimu wa chekechea. Anajua, anajua. Sema amen. Sasa kwa sababu anajua, kazi ya Mungu ni kulinda watakatifu wake. Kazi ya Mungu ni kuwapigania watakatifu wake, kwa sababu akili za kuandaa kesho ya watoto wanazo. Si kila mtu anazo hizo akili. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu akufanye kuwa mwenye akili katika jina la Yesu. Yaani ndani ya watoto wako Mungu ajipatie watu wenye maarifa. Sema ameni. Mimi nakuwa na hasira kama kuna mtu ajielewi. Kwa nini? Mungu ametupa kila kitu, kila kitu. Biblia inasema wana akili njema wanaoitafuta sheria ya Bwana. Kwa kanisani tunakuja kutafuta alichotukusudia Jehova. Ndio maana nasema hamtakuwa mkia, mtakuwa vichwa. Ndio maana kwenye Biblia inazungumza kitu cha kiroho sana. Anasema na watoto wenu watafundishwa na Bwana. Sema ameni. Katika Kristo sema ameni. Mungu apeleke watoto wenu mpaka chuo kikuu katika jina la Yesu. Haleluya. Nasema tena haleluya. Nasema tena haleluya. Hey, wewe usiroge watoto wa wenzako, watakutibu ukiumwa. Usilaani watoto wa wenzako, watakupa rifti ukiumwa.
Sema ameni. Katika Kristo sema ameni. Usitamkie mabaya watoto wa wenzako. Watawaajiri watoto wako kwenye kazi zao. Ninaeleweka? Ndio maana mtoto wa jirani yako mbariki kwa damu ya Yesu. Mtoto wa dada yako mbariki kwa damu ya Yesu. Mtoto wa kaka yako mbariki kwa damu ya Yesu. Raha sana kwenye familia tukifanikiwa wote. Sema ameni. Ninawaambiaga watu, uwe na familia inayojitegemea, usiwe na familia inayotegemea. Sema ameni. Kuna familia ambazo tatizo likitokea, yani hawasubiri mchango wa watu, na bahati mbaya na hera huwa zinawafuata, lakini hawasubiri. Ni wao wamekaa jeneza milioni 1, ni wao wamekaa chakula, wote atoa shilingi ngapi? 500. Wewe shilingi ngapi? 300. Wewe shilingi ngapi? 400. Wamemaliza jambo lao. Sema amen. Familia zingine sasa ndo shughuli. Na mtu ana hasira hata kuja kanisani, hawakuja kuniona. Hajafanikiwa kwenye maisha yake. Twende tukafanikiwa wote 2025. Mimi nawaambiaga watu, hakuna raha kama watoto wako wakafanikiwa. Jamani, kuna wengine wanakufa ni kwa sababu tu walikosa watoto wa kuwapeleka hospitali. Nimeeleweka? Kama nimeeleweka sema ameni. Jambo la mwisho, andika jambo la mwisho. Jambo la mwisho, namalizia hapo sasa hivi. Jambo la mwisho, shikilia baraka za watoto wako zilizotamkwa juu ya watoto wako kwenye madhabahu. Shikilia baraka za watoto wako zilizotamkwa juu ya watoto wako kwenye madhabahu. Shikilia. 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 Kwa sababu najua ukishazaa si kila kitu Mungu anasema mbele za watu. Kuna vitu Mungu anakufunulia kwa njia ya ndoto. Unaanza kujua watoto wangu kuna kitu wamebeba. Sema amen. Unaanza kujua watoto wangu kuna kitu wanatembea nacho. Unaanza kujua. Yani mtu mwingine hawezi kujua, lakini wewe unaanza kujua. Sema amen. Kwa mfano, ukisoma ile Zaburi 127, Zaburi 127 na ule mstari wa Zaburi 120, tuanzie mstari wa 3. Zaburi 127 ule mstari wa 3, ule mstari wa 3. Zaburi 127 ule mstari wa 3. Nadhani kuna kitu cha ajabu sana. Tazama, wana ndio urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu, uzao wa tumbo ni baraka. Haleluya. Mstari unafuata anasema, tazama wana kama shujaa, kama mishale mikononi mwa shujaa, ndivyo walivyo wana wa ujanani. Mstari unafuata anasema, heri mtu yule aliyelijaza podo lake hivyo, naam hawataona aibu wanaposema na adui langoni, na adui langoni. Maana yake alishaona kitu cha baraka. Huwezi kufunga kwa ajili ya watoto kama uone kitu cha baraka. Huwezi ukaweka ratiba kila wiki na funga mara moja. Huwezi kuandaa sadaka kwa ajili ya uzao kama ndani hujafunuliwa kitu. Ukiona mtu anang'ang'ana na uzao wake na machozi yanamtoka, unajua saa ya kuomba kwa ajili ya watoto hatunaga cheo. Sema amen. Hatunaga sura nzuri, hatunaga elimu. Saa ya kuomba kwa ajili ya watoto inapofika, ni huku ndani unatamani mpenyo wa Mungu kwa ajili yao. Sema amen. Acha wasaizi wanaombaga kwa mapozi.
Yani anaihesabu gari yake. Yani ndoto ya mtoto wako ni kubwa kuliko gari yako. Ndoto ya mtoto wako ni kubwa kuliko ofisi yako. Sema amen. Kuna mtu hajaelewa hapa, nasema amen. Yani ukitaka uzao wako uvuke, ondoa kiburi cha moyoni. Nimeeleweka mpaka hapo? Ni kwa sababu kuna kitu. Umewahi kufikiri unamlea Yusufu? Unawahi kufikiri ambaye Yusufu ameota ndoto alafu anakwambia asubuhi? Kwa sababu Mwanzo 37 mstari wa 5 Biblia inasema Yusufu akaota ndoto. Akaambia, nisikilizeni ndoto niliyoiota. Akasema, tazama tulikuwa shambani. Ni Mwanzo 37 mstari wa 5. Tulikuwa tukifunga miganda. Mganda wangu kaondoka, ukaenda ukasimama, na miganda yenu ikauinamia. Ndugu zake wakamwambia, kweli utatutawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake. Mstari wa 9 Biblia inasema, mstari wa 9 akaota ndoto nyingine. Nyota 11 zikiinamia nyota yake. Akaota tena ndoto nyingine, akawaambia ndugu zake, akasema, angalia nimeota ndoto nyingine, na tazama jua na mwezi na nyota 11 zikininamia. Ndugu zake wakang'amua ile ndoto. Akamwambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea, akamwambia, ni ndoto gani uliyoiota? Je, mimi na mama yako na ndugu zako hatutakuja tukusududie hata nchi? Biblia inasema baba yake, ndugu zake wakamusudu, bali baba yake akahifadhi neno hili. Akahifadhi maana yake alikuwa anasubiri matokeo. Sema amen. Kumbukumbu la Torati 28 anasema, nabariki uzao wa tumbo lako. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kufanya maagizo ni kuagiza hivi leo. Anasema hivi, tabariki uzao wa tumbo lako, tabariki uzao wa nchi yako. Sema amen. Sasa angalia, baraka za uzao wako zinabebwa na madhabahu. Vita ya uzao wako inabebwa na madhabahu. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Nasema amen, nasema amen, nasema amen. Kwa sababu vita ya wale waliobeba vitu vikubwa ni kubwa. Na kwa sababu ni kubwa vita yao, na kwa sababu ni vita yao ni kubwa, kwa sababu waliobeba vitu vikubwa akili zao ziko fasti. Akili zao zinafanya kazi haraka, sio wazito, lakini vita zao pia ni kubwa. Sema amen. Kwa sababu kiwango cha ubunifu ndani yao ni kikubwa. Kiwango cha kuelewa mambo ni kikubwa. Sema haleluya. Sema tena haleluya. Ni rahisi hata ukikaa na mwanao ukiongea naye unaona anajielewa. Kuna vitu anaweza akakwambia wewe mwenyewe mzazi na umri wako unashangaa anazungumza nini, lakini ni kile anachokiona. Huku ndani kuna yai ambalo anapozaliwa linapasuka haraka, kifaranga kinaonekana. Kwa anajua anaenda wapi, anajua anaelekea wapi. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Na sisi lazima tujue watoto wanaenda wapi. Ndio maana Mwanzo ile sura ya 12 unaona ule mstari wa 7, unaona Biblia inasema Abraham akamjengea madhabahu Bwana aliyemtokea. Kwa nini? Alisema kitu cha watoto na Abraham akangangana nacho hapo hapo. Ni kama nasema, Mungu sikuachi, tumalizane hapa hapa. Hao watoto si wangu tangu sasa, ni wako, watumie kama upendavyo. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Naye huko akamjengea madhabahu Bwana aliyemtokea. Sema amen. Inua mikono yako, sema amen. Umeelewa mpaka hapa sasa? Umeelewa mpaka hapa? Hii tutaitafuna kila siku asubuhi, kwa sababu Mungu alikuwa ananiambia wako wazazi ambao
wameona vitu vikubwa ndani ya watoto, lakini ni vita nazo zimekuwa ni kubwa. Sasa ule ufahamu wa kuombea hawana. Mungu amekuletea ufahamu. Toa muda wako. Mungu amekuletea ufahamu, kwa sababu elimu nayo ni gharama. Ndio maana kuipata elimu ya daktari watakwambia ada milioni 5, kwa sababu elimu ni gharama. Inua mikono yako juu. Sema, damu ya Yesu na inene mema asubuhi ya leo. Katika damu ya Yesu ninasimama kwa ujasiri. Kila mahali nafsi za wanangu zilipoambatanishwa na nguvu za giza na maagano ya kuzimu na maagano ya uchawi na uganga na maagano ya ulevi na zinaa, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, na ijulikane asubuhi ya leo kwamba uzao wangu unakombolewa sasa, unafunguliwa sasa, na vita ya ndani, na vita ya ndani, ndani ya ukoo wangu. Hakuna waliosoma, hakuna waliofanikiwa, hakuna wanaofanya kazi mahali pazuri. Nami ninasogea na damu ya Yesu, na waondolea wanangu na hiyo vita ya ndani, ile milango iliyofungwa kwa ajili yao. Naifungua sasa, naifungua sasa, naifungua sasa. Damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo, na ingilie kati asubuhi ya leo kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Yesu, nisikia asubuhi ya leo, nisikia asubuhi ya leo, nisikia asubuhi ya leo, nisikia asubuhi ya leo, nisikia asubuhi ya leo. Yale maroho yanaofuatilia uzao wangu, ya achilia hayo maroho asubuhi ya leo. Achilia uzao wangu, achilia uzao ulio shule ya msingi, ulio sekondari, ulio chuo, ulio makazini, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Yesu, ninakuita asubuhi ya leo. Usinyamaze, 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 usinyamaze Yesu, usinyamaze Yesu, usinyamaze Yesu, usinyamaze Yesu. Asubuhi ya leo nakuhitaji, nakuhitaji Baba, nakuhitaji Mfalme, nakuhitaji Ebeneza, nakuhitaji kwa ajili ya uzao wangu. Kuna mahali ninatamani watoto wangu wasipite, kwa jina la Yesu Kristo. Tutatoa sadaka ya mbegu ya madhabahu itakaobeba watoto wetu. Lakini kabla ya kutoa, ninaona wako wamama ambao wamekuwa wakiomba kwa mzigo kwa ajili ya watoto wao, na kila wanapoomba wanakutana na vita. Kila wanapoomba wanakutana na vita. Hawajui kwa nini wanakutana na hiyo vita. Lengo la hiyo vita ni uache kuombea watoto. Kwa unapigika kwenye hiyo vita kwa sababu walichobeba watoto ni kikubwa. Kwa vita inapoinuka ni kukuzimisha. Ni kama vile uzire, unasema mimi sitaomba tena kwa ajili ya watoto, kwa sababu kila nikiomba naona vita. Mungu anakusaidia. Sogea hapa mbele mara moja.
Kimbia hapa madhabahuni mara moja. Waliokombolewa wanaimba, fungua kinanda vizuri. Yamekwisha, walio safi wanaimba wimbo, waliokombolewa, waliokombolewa wanaimba, wanamwimbia Yesu Bwana wao, maovu ya dunia. Mwingine akushikia maiki, piga drum. Kwisha, walio safi wanaimba wimbo, wanaimba, wanamwimbia, sogea mbele. Naona tu kuna mtoto yuko sekondari, amekuwa na vita kwenye namba zake zinapanda na kushuka, na mzazi huku umekaa, lakini amekuwa ni mtu anashika namba hii, shika namba hii. Kuna wakati anapanda sana, kuna wakati anashuka sana. Waliokombolewa wanaimba, wanamwimbia Yesu Bwana wao, maovu ya dunia yamekwisha, walio safi wanaimba wimbo, waliokombolewa, waliokombolewa wanaimba, wanamwimbia Yesu Bwana wao, maovu ya dunia yamekwisha, walio safi wanaimba wimbo, waliokombolewa, waliokombolewa wanaimba, wanamwimbia Yesu Bwana wao, maovu ya dunia yamekwisha, walio safi wanaimba wimbo, wanaimba, na